ni silaha na maombi ni njia ambayo watu huitumia kwa ajili ya kuzungumza na Mungu. Kwa wakati huu nipende kuwakaribisha wote wapenzi watazamaji na wasikilizaji kwa ajili ya kipindi cha kurejea madhabahuni ambacho kinaletwa na mchungaji wetu Alikado Kahigiro. Kwa hivyo nipende kukualika popote pale ulipo, wewe unayefuatilia matangazo haya kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni jijini Dar es Salaam. Karibu sana kwa ajili ya kipindi hiki cha kurejea madhabahuni. Na mara baada ya kipindi hiki tutakuwa tukiingia katika ibada kuu. Ninayekuletea matangazo haya, langu jina ni Arnold Libelus Yankana. Bwana aweze kukubariki. Karibuni katika asubuhi hii ya leo ambayo sasa inaelekea mchana, tunapohitaji kupata tafakari kidogo ya kurejea madhabahuni. Nimeona vema niweze kushiriki pamoja nanyi neno la uzima kama sehemu ya kutuandaa kwa ajili ya maombi katika mchana huu wa leo. Ikiwa ungependa kuandika kichwa kifupi, andika tu kwamba endelea kusihi. Endelea kusihi. Hebu tuombe. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa zawadi uliyotupatia sisi kama wanachama wa TUCASA kuweza kuwepo mahali hapa. Tunapoendelea kutafuta uso wako, tunaomba onekana kwetu, na hivi ndivyo ambavyo tunaomba na kuamini kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Endelea kusihi, endelea kusihi. Moja kati ya visa katika Biblia ambavyo binafsi huwa vinanivutia sana ni pamoja na kisa kinachopatikana katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 18. Katika sura hii ya 18 inaeleza kisa cha mtu ambaye alikuwa ni jasiri, na ujasiri wake unapatikana katika namna ambavyo alimwelewa Mungu katika viwango ambavyo natamani mimi pamoja na wewe tuweze kuwa navyo. Mtu huyo anaitwa Elia. Elia aliishi katika wakati ambapo Israeli ilikuwa imezama katika uasi, na kwa sababu ya huo uasi waliokuwa wamezama kwao, Mungu alimwinua mtumishi wake Elia. Na Elia anapoinuka kama nabii, kama mtu ambaye alibaki kumwandama Bwana katika maisha yake, ilifika mahali akanena maneno ambayo yalitimizwa na Mwenyezi Mungu. Moja ya maombi ambayo Elia aliomba ni kwamba mvua haitanyesha isipokuwa kwa neno langu. Na kwa neno hilo Mungu aliheshimu kiasi kwamba ni kweli mvua haikunyesha kwa muda wa miaka 3.5 kama vile ambavyo Elia alivyokuwa ameomba. Na baada ya miaka hiyo 3.5, kisa ni kirefu, lakini baada ya hiyo miaka 3 Elia aliomba mfalme Ahabu awakusanye watu katika mlima wa Karmel
ili aweze kuongea nao. Na ni kweli Ahabu aliwakusanya watu, pamoja naye walikuwepo pia wale manabii wa Baali. Na kwa sababu hiyo Eliya akapeleka pendekezo kwamba sasa mnaonaje kama tungefanya maombi. Ilikuwa ni challenge ya maombi juu ya Mungu anayeweza kujibu, kwamba mnaonaje kama tuweke pendekezo kwamba kwa kuwa kila mmoja anaamini ya kwamba Mungu anayemwabudu ndiye Mungu wa kweli, kwa nini basi tusitafute tu hapo tuwe na sadaka ya kutoa ya kuteketeza kwa njia ya moto, alafu Mungu yule atakayejibu kwa moto, huyo ndiye tumwabudu. Watu wakasema nadhani hili wazo ni jema sana, na kwa sababu ya wazo hilo liloletwa na Eliya likakubalika, na Eliya akapeleka mapendekezo, kwa kuwa ninyi mko wengi, mnaonaje kama mungeanza? Na hilo wazo nalo tena likapata kibali, wakaanza. Waliomba ila hakuna kilichotokea. Sasa unapokwenda ule mstari sura ya 18 Wafalme wa kwanza, alafu kaanzia ule mstari wa 43, pana neno hili linalosema, tuanze 41. Naye Eliya akamwambia Ahabu, haya inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa, naye Eliya akapanda juu mpaka kilele cha Karmeli, akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini. Akamwambia mtumishi wake, kwea sasa ukatazame upande wa bahari. Akakwea akatazama na kusema, hakuna kitu. Naye akanena, enenda tena mara 7. Ikawa mara ya 7 akasema, tazama wingu linatokea katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena, enenda umwambie Ahabu, tandika ushuke, mvua isikuzuie. Sasa baada ya kuwa yale maombi mengine yote yamefanyika, Mungu amejibu kwa moto, na sasa wale manabii wa Baali wamechinjwa. Ni sasa ya Eliya anahitaji kuthibitisha kwamba kama alivyokuwa amesema mvua haitanyesha isipokuwa kwa neno lake. Na sasa Eliya akapanda mlimani kwenda kuomba. Sasa sikiliza, Eliya yule ambaye aliomba pale mlima Karmeli mara moja wakati anamsihi Bwana kwa ajili ya kuthibitisha kwamba yeye ndiye Mungu anayepaswa kuabudiwa. Ombi la Eliya lililoombwa mara moja lilitosha kufanya moto kushuka toka mbinguni na kuteketeza ile kafara. Lakini wakati huu Eliya anapokwenda mlimani kuomba kwa ajili ya mvua, eti Mungu anaruhusu Eliya anaomba mara 7. Na hapo ndipo naposema endelea kusihi. Kwa nini Mungu anaruhusu Eliya aombe mara 7 wakati hapa mara ya kwanza Eliya ameomba mara moja tu na Mungu akajibu? Je, ni kwa sababu Mungu alikuwa asikii maombi ya Eliya aliyokuwa anayaomba mpaka aende safari 7? Mungu alitaka kumsaidia Eliya kwa sababu Eliya alitamka ya kwamba mvua haitanyesha isipokuwa kwa neno lake. Na kwa sababu hiyo Mungu alihitaji kumwambia Eliya, huna uwezo wa kuleta mvua wewe, ila anayeweza kuleta mvua ni mimi. Na kwa sababu hiyo ilibidi apitishwe kwenye shule ya uvumilivu. Watie moyo, huenda na wewe unaweza kuwa unapitia kwenye shule ya uvumilivu. Usikate tamaa katika kuomba. Yawezekana ndio huko mara ya 3, mbele yako bado safari ngapi? 4, ili Bwana asikie maombi yako. Huenda mwingine ndio uko safari ya 6, ila sasa anajikatia tamaa. Kisa hiki kinafanana na kile cha Naamani aliyeambiwa, nenda kaoge mara ngapi, kajichovye mara ngapi? Mara 7. Ya kwanza ilikuwa hakuna, ya pili hakuna, ya 3 hakuna, ya 4 hakuna. Nawaza ingekuwaje kama Naamani angeishia safari ya 6? Maana yake uponyaji usingeweza kutokea. Ingekuwaje kama Eliya angeishia safari ya 6 au ya 5 na akakata tamaa akasema, sasa naona kama vile Mungu unisikii, ikiwa nimekuomba pale tu kanisikia mara moja, kwa nini unachelewa namna hii? Nikutie moyo, tunapohitaji kutafuta uso wa Bwana katika mchana huu wa leo kwa njia ya maombi, amini ya kwamba sio kwamba Mungu hajui mahitaji yako, anayajua.
Anachohitaji tu ni kwamba uendelee kusihi. Sikio lake sio zito, atasikia na atajibu. Dumu kuamini katika uwepo na uwezo wa Bwana, na yeye atasikia maombi yako. Tunahitaji sasa kwenda kwa maombi. Tunahitaji kwenda kwa maombi katika mchana huu wa leo, baada ya tafakari fupi hii ya kwamba kama vile Mungu alivyokuwa na Eliya ambaye aliomba, Mungu akamsikia mara ya kwanza hapo hapo, lakini alipoomba tena akalazimika kuomba karibu safari 7. Hebu tudumu kumwita yeye hata katika lile jambo lako ambalo yawezekana unadhani halijajibiwa muda mrefu. Kuna siku Mungu atalijibu. Nani ajuaye, huenda hiyo siku ndiyo sasa. Tutakwenda sasa kwa maombi. Tutagawanyika watu wawili wawili. Alafu tunapokuwa tunaomba, mwambie Mungu yale yaliyo mahitaji yako, na ikiwa utaona vema huenda kushare na huyo rafiki yako naye kwenda kufanya maombi naye, mwambie ili anapoomba aweze kukumbuka katika maombi yake. Lakini miongoni mwa mambo ambayo tutayaombea ni pamoja na kuombea mkutano huu wa TUCASA 2026 uwe mkutano ambao tutakutana na uwepo wa Bwana. Mungu awe pamoja na uwezeshaji, ili kuwepo kwetu hapa isiwe ni hasara, lakini iwe ni faida. Tutaendelea kuomba hali yetu ya kiroho iendelee kuimarika tunavyoendelea kurejea madhabahuni. Watu wawili wawili. Saheri ya maombi sasa kwako tunarudi, sumbuko ya kuondoa shida zetu na pungufu Kama nami nitapata mtu, itakuwa ni vema wakati tunapoendelea na maombi.
mahitaji mbele zako, moyo wake upate kuchangamka na kufurahi kama nchi ilivyochangamka kwa kunyesha kwa mvua, kama matokeo ya maombi ya Eliya aliyoomba kwa ajili ya mvua. Lete mvua, manyunyu ya kiroho ya Roho Mtakatifu atawale katika mkutano huu. Uzuri wako Mwokozi uliyesulubiwa tupate kuuona, na utukufu wako Kristo uliyefufuka upate kutufunika. Na hili ndilo ombi letu kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Bwana awabariki. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Na Mungu akaiona ya kuwa nuru ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. TUCASA Summit 2026. Let your light shine. Basi Bwana aweze kuwabariki kwa wale wote ambao tumekuwa pamoja katika kipindi hiki cha kurejea madhabahuni. Ni wakati wa ibada kuu, hivyo basi nipende kualika wote tuweze kuwa na usikivu kwa ajili ya ibada ya leo. Lakini mwenye gari nambari T 536 EHP Mazda anaombwa kuhamisha gari lake pale lilipo basi na kuliingiza ndani kwa ajili ya usalama zaidi. Nipende kuwakaribisha wote katika ibada ya siku hii ya leo, na ambaye atatusomea fungu kuu atakuwa ni Pastor Zakaria Mwamboneke, na ambaye atakuwa akituhudumia katika mikutano ya Summit mwaka 2026 hapa Magomeni jijini Dar es Salaam atakuwa ni Pastor Enoki Mbogo. Hivyo basi nipende kukualika wewe mtazamaji na msikilizaji, usichoke, baki hapo hapo kwa ajili ya kuendelea kubarikiwa na mikutano yetu ya siku hii ya leo. Mara baada ya kusomewa fungu kuu na Pastor Zakaria Mwamboneke, nitawalika wote tuweze kusimama na wimbo nambari 174, nyimbo za Kristo. Wakati huo praise team wakiwa wanatuongoza hapa mbele. Bwana kubariki unapoendelea kujiandaa na ibada ya siku ya leo. Maandiko matakatifu ambalo ndio fungu letu kuu katika mikutano yetu ya Summit katika mwaka huu linapatikana katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 5. Liko hapa Mathayo 5:16. Ninasoma kama lilivyoandikwa katika Biblia. Mathayo 5:16, neno la Bwana linasema, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Bwana abariki neno lake. Amina. Tusimame na wimbo namba 174, sijui atakapokuja. 174, vitabu vidogo.
sijui atakapokuja mchana usiku, labda saa ya alasiri, pengine ni alfajiri, utwambia tuwe tayari, taa zetu tusizime, ili ajapo atukute tuwe tukingoja yeye. Tunakungoja wewe, tukesha tunakungoja wewe, tukesha tunakungoja wewe, twakesha twangoja yeye. Nakumbuka huruma zake, bei ya wokovu wetu, aliacha nyumba tukufu, awafilie wabaya. Ninadhani itampendeza kama sisi watu wake, tukionyesha pendo letu, tuwe tukingoja yeye. Tukesha tunakungoja wewe, tukesha tunakungoja wewe, tukesha tunakungoja wewe, twakesha twangoja yeye. Yesu Mwokozi mpendwa, wajua nalihifadhi tumaini la kukuona na kukaribishwa nawe, ukija kwa watu wengine kama mhukumu wao, kwangu utakuwa rafiki, na kesha na kungojea. Tukingojea wewe, tukingojea wewe, tukesha tunakungoja wewe, twakesha twangoja yeye. Basi kwa heshima tutapiga magoti tuweze kuomba. Baba yetu wa mbinguni iliyo mwema sana, tunakushukuru na kulihimidi jina lako katika summit TUCASA summit hii iliyotupatia katika mwaka huu 2026 hapa Magomeni.
Tunayo mengi ya kukushukuru kwa sababu toka mkutano wa mwaka jana pale Iringa katika summit ile imekupendeza tena tukutane kama wanatukasa mahali hapa Magomeni, kama mahali ambapo tumechagua kwa ajili ya summit yetu, tukiwa wazima wenye afya. Tunakushukuru Mungu kwa sababu katika mwaka mzima kumekuwepo na milima na mabonde, kumekuwepo na changamoto mbalimbali ambazo Mungu umetupitisha na umetusaidia kuweza kuvuka mpaka sasa. Tuna kila sababu ya kusema Mungu asante kwa mambo makubwa uliyotutendea katika mwaka mzima sisi kama wanatukasa. Baba wa mbinguni, tunashukuru sana kwa ajili ya masaa kama haya ambayo Baba tunakwenda kulisikia neno lako. Tunamwombea mhubiri Pastor Mbogo ambaye umemwandaa kwa ajili ya kunena nasi maneno yako. Umtumie kama ambavyo unataka, tuweze kubarikiwa na kusema Mungu asante, kwa sababu neno lako hilo litakuwa limegusa mioyo yetu na tutakuwa tumesogezwa karibu na msalaba wako wa pale Calvary. Baba, tunaombea serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na timu yake. Tunaombea pia uongozi wa kanisa la Waadventista wa Sabato katika union yetu. Tunaombea pia idara hii ya vijana, muziki na chaplainsia, Pastor Andrew pamoja na timu yake. Bwana, tunaombea viongozi wote wa TUCASA katika ngazi ya union pamoja na ngazi za majimbo, ngazi za kanda na ngazi za matawini. Bwana, na wanachama wote, tunashukuru Mungu kwa upendo na uongozi wako, kwa namna ambavyo unatutendea katika maisha yetu. Utupatie Roho wako Mtakatifu, mvua ya masika, ambaye Bwana bila huyo hatuwezi kufanya jambo lolote linalokupendeza. Tuna changamoto nyingi kama wanatukasa, kama wanafunzi tunazopitia katika vyuo vyetu. Tunaomba Bwana katika mikutano hii, semina zitakapokuwa zinaendelea, wakufunzi wetu watakapokuwa wanaendelea kutoa maneno yako, Bwana wape afya njema na wape maneno yako kutoka mbinguni. Mwisho wa mikutano hii Bwana tukaseme, Bwana tumekutana na wewe na unatupatia mafundisho na maarifa ya kutosha. Tunanyamaza kimya sasa, tukiruhusu Roho wako Mtakatifu sasa kwamba anene na mioyo yetu kwa namna ya pekee, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Na mara baada ya nyimbo za Kristo, wimbo nambari 174 Kiswahili, tutakwenda kuimba wimbo wa Kiingereza wa mikutano yetu hii ya TUCASA Summit 2026 ambayo inafanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni hapa jijini Dar es Salaam. Bwana kubariki sana wewe ambaye umekuwa ukiendelea kufuatilia matangazo haya tangu hapo ilipotimu majira ya asubuhi mpaka sasa. Tunapoingia katika kuimba wimbo huu, nitawaalika praise team ili ya kwamba waweze kutuongoza, na mara baada ya hapo tutaketi, ndiposa pastor atasimama kwa ajili ya somo la leo. Usisahau somo linasema ya kwamba let your light shine. Nipende kuwakaribisha wote sasa praise team na watu wote kwa pamoja tuweze kusimama kwa ajili ya kuimba wimbo huo. Usisahau, langu jina ni Arnold Libelius Yankana, si mwingine, na kwa wakati mwingine tutakutana baadaye. Bwana aweze kukubariki, nikutakia ibada njema. For we are the light of the world, so shine on in the dark. Not under the bush shall thy light be placed, but Bwana ni mwema wakati wote. Natumaini wote tunayo kopi tulipitia hapa kupata overview ya wimbo.
hivyo tujitahidi kuimba. Tunaanza kuimba wote kwa pamoja. The light of the world, so shine amidst the dark. Not under the bush shall thy light be placed. Lift high for all men to walk in light. Let thy light so shine before all men. Let thy light so shine across the way. Shining upon thy good works, that all may praise thy God. Hamjambo, habarini za safari. Bwana awabariki sana. Mbarikiwe kwa kufika na mbarikiwe kwa kuja katika ibada hii. Tunayo kila sababu ya kumshukuru Mungu wetu kwa kufanya iwezekane sisi kuwa hapa. Jambo la kumshukuru sana Mungu wetu wa mbinguni. Naamini kuna wengine bado wanakuwa njiani kufika, lakini neema yake itawaongoza wafike salama, na tunawaombea rehema za safari ziwafunike. Washukuru sana wale viongozi walioratibu na kuhakikisha mambo yanafika hapa. Mungu atukuzwe kwa ajili yenu. Lakini pia viongozi wetu kwa maana ya wakurugenzi ambao wamekuwa bega kwa bega nasi wakihamasisha na kusisitiza na kuhakikisha mambo yanakwenda. Bwana wabariki kwa nafasi zenu katika kumtumikia Mungu pamoja na vijana. Mungu wabariki na kuwainua na kuipaka huduma yenu mafuta mabichi. Lakini pia Pastor Andrew, Mungu akubariki kwa kuwa najua hata kulala kumekuwa kwa shida. Mungu akubariki sana kwa kujitoa kwa habari ya vijana. Wakufunzi kwa maana ya facilitators kwa mkutano huu, Bwana awabariki kwa masomo yaliyotangulia. Yote hayo ni kutuandaa kwa ajili ya maisha haya na tayari kwa ajili ya kutahiniwa kwenye maisha ya mbinguni, mchakato unaoendelea hata sasa. Ya mchana huu kuelekea mchana, niwaalike tunapokwenda kutafakari mada hii kubwa yenye upekee wake katika maandiko na maisha yetu. Let your light shine. Acha nuru yako iangaze, au nuru yako iangaze. Wale ambao pia wamehusika kuandaa mada hii na kuona fungu hilo linafaa kabisa katika mikutano hii, kwa dhati ya moyo wangu ninaomba Mungu awabariki.
maana wameandaa jambo kubwa 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 sana lisiloweza kumithirika kwa namna ya kibinadamu, isipokuwa Mungu ameamua kujifunua kwetu. Unapogusa kipengele ambacho Mungu ameamua kujifunua kupitia hicho kwa wazi, sio kwa mifano wala kwa namna nyingine, unagusa kipengele cha identity ya Mungu. Na kuna mahali ambapo katika maandiko mtu amewahi kudai amemjua Mungu, kwamba sasa mimi nimemfahamu Mungu. Amna. Ila kuna mahali tu ambapo anasema yeye akitaka umfahamu katika mlengo fulani atajifunua kwa namna hiyo. Kwa hiyo nuru ni kielelezo ambacho sio Mungu amekitumia kama mfano, bali amejitambulisha nacho, amejidefine na nuru ili yeye atambulikane kama hiyo nuru. Kwa hiyo tunaposema nuru yenu iangaze, hii sio mada ndogo, ni jambo kubwa mno. Narudia, ni jambo ambalo linamdefine Mungu katika nyanja nyingi, ili Mungu aeleweke kwetu. Kama mnavyojua, Mungu amechagua kujifunua kwetu na kusema, kama ilivyo Waebrania 1, kwa namna nyingi na kwa njia nyingi, na katika zama zetu ananena kupitia Kristo ambaye ni mng'aro wa utukufu wake, chapa ya nafsi yake. Na katika Yohana 1 anajitambulisha, anasema yeye ni nuru. Na nuru hiyo iliyoko ndani ya Kristo, anasema na ile nuru katika Yohana 1:8 ndiyo maisha, and that light is life. Yale maisha ndiyo nuru. Kwa hiyo utagundua inaenda mbali ya kwamba maisha aliyokuwa ameyabeba Kristo, tutaona huko mbele, maisha aliyokuja kuyadhihirisha Kristo, Mungu anayaita nuru. Ni maisha gani haya? Haya ambayo yanafanya mimi na wewe tunaamini. Maisha, ninaweza nitumie neno hili, ya pili baada ya kupoteza maisha ya kwanza kupitia Adamu yule wa bustani ya Edeni. Nyakwepa kusema Adamu wa kwanza, maana utasema wa pili na wa tatu. Kwa hiyo hayo maisha tutayaona kwamba ni nuru iliyokuwemo. Lakini leo habari hii ya utangulizi tupate tu kidogo, alafu twende kula. Maana najua kuna watu na chakula ni kopo na mfuniko. Hata nilikuwa naangalia grupu fulani la wanatukasa leo, mmoja akasema mimi mnipe ratiba ya chakula tu. Umefika wapi? Yuko njiani. Sasa umefika wapi? Mambo ya kufika weka pembeni. Kwa hiyo amezima zote, amewasha ratiba ya mlo. Huyo naye anashiriki. Sasa ili tuwahi kula, niruhusu tuwe na utangulizi mfupi huu, alafu jioni tutakuwa na sehemu ya pili ya pekee kabisa katika mikutano hii. Mungu anapoingilia kati kujitambulisha kwake katika dunia hii, wakati fulani nilikaa nikafikiri hivi, huenda tukifika mbinguni tusikute Mungu sio jina lake. Huenda tukifika mbinguni tukakuta Mungu sio jina, ana jina lingine kabisa, ila huenda ni namna ambayo Mungu ameamua kujifunua kwetu. Maana hata hivyo Mungu ni Kiswahili. Kwamba Mungu alikuwa Mswahili, hamna. Waebrania wao walipotafuta jina lake wakakosa, wakaweka herufi ili asiwepo anayeweza kulitamka. Kwa hiyo Mungu hana jina, ila tukifika huko atatuambia vizuri. Na kale ka wimbo, nikimuona nitamjua, nikimuona nitamjua, nikimuona halisi.
Hayo Mungu anachagua kujifunua kwa namna nyingi, na kiukweli Mungu amechagua maisha ya kiumbe mwanadamu ili ajitanabaishe nayo kwa ajili ya uumbaji wa pili, yaani wokovu. Ndio maana swala la wokovu, mbuzi hawahusiani nalo, mbwa hawahusiani nalo, ni mwanadamu. Na vita, pambano kuu baina ya wema na uovu, mwanadamu ndiye kiumbe anayehusika. Kwa hiyo ni maisha ya mwanadamu ndiyo yatakayotumika na kutumiwa na Mungu kutafsiri matendo, kazi, tabia ya Mungu kwenye maisha yetu. Hii ni lugha ya mbinguni ikitafsiriwa kwa vipengele na matendo kwenye maisha yetu ili tuielewe. Ninarudia, ni lugha ya mbinguni ikifasiliwa katika matendo na maisha ya wanadamu ili sisi ndio tuelewe, maana Mungu hana shida na uelewa. Sasa Mungu akaamua kuongeza ufalme wake, na anapoongeza ufalme wake na extend utawala, anaiumba dunia, anaongeza ufalme wake kutoka mbinguni, na anasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nini na nchi. Sasa huo mwanzo unaotajwa hapo sio mwanzo wa Mungu, sio mwanzo wa Mungu. Na katika mianzo hiyo sasa ndipo tunaona katika siku ya kwanza kabisa Mungu anaumba nuru, anatamka na inakuwa. Na kwa maneno hayo sasa, ukisoma hiyo ni Mwanzo 1 mstari wa kwanza mpaka ule wa 3 na 4, utakutana na mafungu hayo. Mungu akasema na iwe nuru. Sasa hapo ndipo tunapata neno hilo ya kwamba chanzo cha nuru kinaelezewa na kupata sababu yake na asili kwa Mungu mwenyewe, maana Mungu ndiye aliyeumba nuru. Na nakukumbusha, nuru inayotamkwa hapa ya kwamba iliumbwa na Mungu sio jua na mwezi, maana jua na mwezi vilikuja baadaye. Kwa hiyo hii nuru aliyotamka Mungu na iwe, sio ya jua, mwezi na nyota. Cha kwanza kaka yao na uumbaji wote aliitwa nuru. Naam, hii ndio Mungu alianza kuiumba, katamka ikawepo, alafu ndipo vingine vikafata. Sasa maandiko yamesema palikuwepo na giza, void, formless. The earth was void and formless. Dunia haikuwa na chochote, ilikuwa hamna kitu. Neno la Kiswahili kwenye Biblia, tafsiri ya Kiswahili imetamkwa ilikuwa ukiwa tena utupu, haikuwa na kitu. Lakini aliposema let there be light, na iwe nuru, nuru ile ilipomulika ikaondoa giza. Sasa kuna mtu alisema kumbe giza ni kinyume cha nuru. Mimi leo nataka nikwambie giza sio kinyume cha nuru. Giza ni kutokuwepo kwa nuru, maana giza sio kitu. Giza is void, giza is nothingness. Giza halina spidi kama ya mwanga, giza halina kipimo, giza is nothingness. Kwa hiyo giza sio kinyume cha nuru, ila giza ni kutokuwepo kwa nuru. Maana yake tutaona huko mbele ya kwamba kama giza linakuwepo, maana yake hamna kitu, hakuna uongozi wa Mungu, hakuna roho wa Mungu, na kadhalika na kadhalika, tutaona huko mbele. Kwa hiyo kwa sababu the default state of this earth is darkness, yani hali ya kwanza kabisa ya awali ya dunia hii ilikuwa ni giza na hakuna kitu. Kilichoanza kuleta kitu ni neno la Mungu ambalo alitamka na iwe nuru, na nuru hii sio ya jua na mwezi. Na kama ambavyo tunasoma katika maandiko sasa kwenye kitabu kile cha Yohana sura wa kwanza, waraka wa Yohana 1 sura ya kwanza na fungu lile la 5, anasema hii ndio habari tuliyoisikia na kuhubiri, ya kwamba Mungu ni nuru, na ndani yake hakuna giza. Kwa hiyo kama Mungu ni nuru na yeye alitamka iwe nuru, maana yake alikuwa anatangaza uwepo wake kabla ya kuumba chochote. Let there be light,
let the earth be filled with my presence, na giza likakimbia. Ukihitaji uwepo wa Bwana, ruhusu Mungu atangaze uwepo wake. Na ahadi ya Mungu waliokuwepo kwenye maombi ya asubuhi, sio tu kurithi nchi. Ahadi ya Mungu ni uwepo wake pamoja na wanadamu. Na huwa ninadiriki kusema ahadi ya Mungu ni yeye kuwa na sisi, uwepo wake kuwa na sisi. Mambo ya Kanaani, mambo ya paradiso kwa kweli yapo, lakini ahadi ni uwepo wake pamoja na sisi. Kwa hiyo uwepo wa Mungu ukaondoa giza, ile formlessness, void ikaondoka. Kwa nini? Kwa sababu ya uwepo wa Mungu. Maana yake ni nini? Kama unaona kuna void, kuna formlessness, kuna disorder, hakuna vitu katika mpangilio, anza kujenga mashaka na uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Maana uwepo wa Mungu unaleta order, unaleta mpangilio. Mungu alipokuta dunia haina mpangilio, cha kwanza kabisa, hauhitaji mshauri, hauhitaji rafiki, hauhitaji baba mwenye hela, hauhitaji ndugu anaojali, hauhitaji connection ya mtu, unahitaji uwepo wa Bwana. Hauhitaji kutiwa moyo, hauhitaji washiriki wanaojali, hauhitaji mahubiri makubwa. Unapoona hakuna kitu, maisha hayana maana, vipengele haviendi, wewe wenzangu na mimi, hata kutongoza hujui, nenda kulizia kesha la asubuhi. Naambie Mungu, nipe maneno. Hauko peke yako, maana kuna mwanaume mwingine kwenye Biblia hakuwahi kutongoza, ila aliletewa mke. Alikuwa anaitwa Isaka. Yeye aliletewa tu, huyu hapa, akasema wow mzuri, na akampenda, maisha yakaenda. Ninamaanisha nini? Unapoona uharibifu wowote, kutokueleweka kokote, tabia tu fulani imenyanyuka, kiburi, dharau, kutokujali, mizaa, ambavyo ndio ukisasa wa vijana wa leo. Yaani usipokuwa na mizaa, ujinga, dharau, kujifanya comedy, unaonekana sio mcheshi, hauna maana, lakini kumbe tafsiri yake nothingness. Unahitaji uwepo wa Mungu ili vitu vipangiliwe. Wanatukasa, tunahitaji uwepo wa Mungu. Tunahitaji neno moja la Mungu. Alipoona hali ya dunia, hakuanza kusema iwepo miti, hakuanza kusema wawepo ndege, hakuanza kusema wanyama waje, maji yatengane. Kabla ya kuweka vitu vyake na kuwekeza uwezo wake kwenye uoto wa asili, uwezo wake kwenye wanadamu kuwepo, uwezo wake kwenye jambo lolote, akaharmonize the situation. Let there be light. Bwana Yesu asifiwe. You want to harmonize your situation, speak to your life. You see your life in disorder, speak, let there be light, let there be God. Unaona mambo hayaendi, roho yako inahangaika, moyo wako ni mwepesi, vitu havikai, haviendi kama ulivyopanga, umri unaenda na kadhalika. Hauhitaji magari, hauhitaji mafanikio, hauhitaji kazi, hauhitaji mshahara mkubwa, maana hata ukipewa, roho yako haiko kwenye mpangilio. Lazima useme na iwe nuru. Bwana Yesu asifiwe. Na iwe nuru. Unaona mahusiano hayaeleweki, mwambie Baba, na iwe nuru. Kijana simuelewi huyu, amenishikilia kama mwana wa Israeli na Farao, kwa hataki. Hayo Mungu akatamka nuru ikawepo. Na kwa kuwa Mungu ni nuru, alipotamka nuru ikawepo, uwepo wa Bwana ukawepo, giza likaondoka. Naam, utaratibu, order and harmony ikawa kawaida ya ulimwengu uliokuwepo, na ndipo miti ikaweza kukaa,
na ndipo wanyama wakapata pa kukaa, na ndipo samaki wakaweza kupita, na ndipo mambo yakatembea. Wapendwa, ninawatangazia kwa jina la Yesu, isipokuwa Mungu ameweka foundation ya uwepo wake kwenye maisha yako, utatafuta chochote kujaza hiyo nafasi ya utaratibu na oda, havitajaza. Vyeo havitajaza, fedha haitajaza, maana hata vikija vitakuta msingi wa disorganization. Mungu akatengeneza karakta ya ulimwengu. Light, let there be harmony. Hebu kila kitu kikae sawa. Hebu uwepo wangu uende ukatamalaki, ukatengeneza foundation ili chochote nitakachoweza kuzungumza kiwe. You need a perfect relationship with God. Unahitaji uhusiano mzuri na Mungu ili aweke sawa mambo mengine, ndipo vitu vianze kujengwa. Hekima ijengwe hapo, mafanikio yajengwe hapo, ndoa salama ijengwe hapo, elimu ijengwe hapo, fedha ijengwe hapo, kampuni zijengwe hapo. Now the presence of God, everything is in void and chaos. Wangapi wamenyanyuliwa kwa mafanikio lakini tabia zikawashusha? Wangapi wamenyanyuliwa kwa vyeo lakini tabia zikawashusha? Sifa, karama, vipawa vinaweza vikakunyanyua mpaka juu, ukaonekana unaweza, lakini karakta kama haijawekwa sawa inakushusha chini. Sizungumzi behavior, sizungumzi habit, nazungumzia character. For character is the combination of qualities. Jumla ya qualities hizi ndizo zinakuhifadhi. Tutakuita majina, anahubiri vizuri, anafanya hivi, ni kiongozi safi, ana nini, anaimba, lakini kama havina msingi wa uwepo wa Bwana, unatangulia anguko. Unatangulia anguko. Na hivyo kabla ya Mungu kufanya chochote, Mungu ninayemfahamu, Mungu unayemfahamu, mwenye hekima, mwenye akili isiyochunguzika, kabla ya kuweka chochote, kabla ya kuanza chochote, akaharmonize mazingira kwanza. Jiulize hasara ulizowahi kupata, maumivu uliowahi kuyapitia. Angalia namna ulivyoanza. Je, ulianza na msingi huu? Ulianza kuongea na iwe nuru? Angalia marafiki na urafiki uliowahi kuingia ambao leo unakuletea machungu, maana hawa ndio wanaongoza wakakutupa machungu. Angalia watu uliowaamini waliokugeuka. Angalia wasengenyaji, angalia washiriki wasiofaa. Ni matokeo ya effort, ya mikutano, ya tabia. Angalia nyumbani, ni matokeo ya kutokuanza na nuru. Kutokuanza na nuru. Kwa Mungu akaianzisha nuru iwe msingi wa kubeba vitu vyote. Na mimi ninakupendezea ya kwamba mchana wa leo tunapoenda kula, anza na Mungu katika maisha yako. Mweke Mungu, yeye ni nuru, akiwepo no darkness. Maandiko yamesema God is light, in him there is no darkness at all. Yeye ni nuru, anapokuwepo hakuna giza. Utakanyaga kwenye interview ambapo wenzako wameoga dawa, wamechanjiwa, wamepigiwa ramli, na ukikanyaga mahali pale nuru imefika, ina standardize mambo yote. Bwana asifiwe. Utaingia kwenye vyumba ambavyo ni vya wewe kuonewa, wameandaa mipango ya kukumaliza, ya kukudhuru, lakini kwa sababu kabla ya kwenda pale ulipiga magoti na ukasema let there be light, hakuna atakayeweza kusimama mbele yako. Utakwenda mahali popote kwa sababu umetanguliza uwepo wa Bwana. You are unstoppable. Kwa nini tumeonekana kuwa wa kawaida? Kwa sababu tunaenda kawaida. Nenda kajifunze kwa wana wa Israeli, watumwa, hawajui kupigana, lakini uwepo wa Bwana ulipowatangulia. Wale wapelelezi wawili wanafika kwa Rahabu. Rahabu anawaambia, tumesikia habari za mambo ya Mungu wenu alivyowatenda wafalme wale 5 wa huko. Mioyo yote ya watu humu imeyeyuka. Sasa angalia, mioyo ya wanajeshi waliopigana vita, waliopitia mafunzo ya kivita, inayeyuka kwa sababu ya wafungwa waliokaa miaka 400 utumwani. Nini? Uwepo wa Bwana. Anawaambia, maana uvuli wa Bwana
na uvuli wa Bwana umeshaingia humu, umewalamba watu wote. Jifunze kutamka nuru kwenye maisha yako. Jifunze kumwambia Mungu tangulia. Jifunze kumwambia Bwana kuwa nuru, sawazisha pito la miguu yangu. Mwambie Mungu, jifunze kuanza na Bwana hata katika mambo yaliyo madogo. Ningesema jambo lakini naomba niliweke hivi. Tunakwenda kupambana na giza. Sisi tunaomjua Mungu, tunasoma na watu ambao wana maagano na Ibilisi. Tunasoma na watu ambao wanaamini ibada za kishetani, ambao kabla ya kutoka kuja kusalimiana na wewe na kuwa rafiki na wewe asubuhi, wanakwenda kwenye pembe za madhabahu zao na kutia nia na kusema na kutamka. Hawa ndio tunafanya nao biashara, hawa ndio tunasoma nao na kadhalika. Bila uwepo wa Bwana tutakuwa ni mawindo yao kila siku, ya kiakili, ya kiuchumi na kadhalika. Tutaendelea kuwa mawindo yao kila siku na kuona ni kana kwamba mbona mambo yao yana logic. Huko mbele tutakuja kuona namna ambavyo injili ni nuru na mambo ya mafundisho ya injili ya kweli lazima yapuuziwe. Yaani injili isipopuuziwa haijawa injili. Tutaona huko mbele. Sasa Mungu ndiye nuru, na anapokuwa hayupo maana yake kuna giza, na kunapokuwa kuna nuru tafsiri yake kuna giza. Na giza katika Agano la Kale na Agano Jipya limeelezewa kuwa limefananishiwa dhambi, limefananishiwa ujinga, limefananishiwa upotofu, limetafsiriwa negative giza, lakini nuru imetafsiriwa positive. Kwa hiyo uwepo wa Bwana umewakilishwa na nuru. Kwa hiyo wale wanaokataa, wale wasiokubali, wale wasiotanguliza uwepo wa Bwana, maana yake wameikataa nuru. Na kama wameikataa nuru, nasikitika kusoma fungu hili, nahitaji kuhitimisha Warumi 1:28. Ikiwa kuna mtu anaweza kushika maiki na asome, na itakuwa hivyo. Huyo dada simumpe hata maiki. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu nuru katika nini? Katika nini? Katika nini? Jamani, katika nini? Mungu aliwaacha kwa kadri walivyoikataa nuru. Ndivyo ukisoma Yohana 1 anaielezea vizuri, anasema walikuja kwake nao walio wake wakamkataa. Nuru imekuja ulimwenguni na watu wakachagua giza badala ya nuru. Kwa hiyo maandiko yanasema wakakataa nuru. Ndiyo msomaji. Sasa sikiliza, hii nothingness, void, chaos imejawa na nini? Kutokuwepo kwa mwanga, kumkataa Mungu, kukataa nuru. Yaani unahitaji umkatae Mungu uwe na haya. Wamejawa na udhalimu. Ndiyo, udhalimu wa kila namna, tamaa na ubaya, wamejawa na usuda na kila aina ya uovu. Kwa hiyo huo ni uwepo wa giza. Yote hayo, fitina, hadaa, wenye kusengenya, kwa kadri walivyokataa kuwa na Mungu. Huo ndio msururu wa giza. Sasa angalia huo msururu wa giza unaokuja kwa kuikataa nuru. Hivi yule dada hamna maiki za kumpa? Dada, kwani kuna mtu alikuomba namba ukamnyima? Wagu unatoa namba. Hayawaki. Tasoma mwenyewe sasa, yes, ili tuokoe muda kama hayawaki. Yes.
mumpeko sasa. Na huu usimame. Sasa katika Warumi ile 1 mstari wa 28, Mungu aliwaacha. Haya mambo yanafunuliwaje kwa ni mabaya? Ni kwa watu kuiacha nuru. Kwa hiyo nuru, yaani Mungu anayaelezea ya mambo kuwa ni mabaya. Nuru inayafunua tamaa na kadhalika. Nisikilize vizuri katika utangulizi huu. Nuru inayafunua ni mabaya. Nuru inafunua giza. Nuru inamulika, tunaona giza. Kwa hiyo watu wanapomkataa Mungu, maana yake wanaikataa nuru. Haya mambo yanaonekana sio shida, yanaonekana ndio the default state ya mwanadamu, ni dhambi. Kwa hiyo bila nuru hawezi kujigundua ya kwamba dhambi iko. Unamhitaji Mungu ili afahamu. Na kama uko mahali ambapo unatambua ukitenda dhambi unaumia, mshukuru Mungu, maana hiyo ni nuru. Kwa hiyo haya mambo yanafunuliwa na tunayaona ni matendo ya giza kwa sababu ya nuru, na ndivyo Biblia inavyothibitisha kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari ule wa 13. Wakati huo mtu mmoja anafunua Warumi 3:20, na ndilo litakuwa fungu letu la mwisho. Waefeso 5 fungu la 13. Kitabu ni cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 13. Biblia inasema hivi. Inasema, lakini yote yaliyokemewa kama tulioyaona hapa kwamba kwa sababu walifuata tamaa zao Mungu aliwaacha. Maana yake sio kwamba unaruhusiwa kwenda huko, ni kemeo, usifate huko ili nuru iendelee kuwa na wewe. Yote yaliyokemewa. Nini kilichokemewa? Dhambi imekemewa, uasi umekemewa, uovu umekemewa kwa namna zake. Yote yaliyokemewa hudhihirishwa na nuru. Kwa hiyo yaliyokemewa, usizini, imedhihirishwa nuru. Yote yaliyokemewa, ubaya, kinyume cha utu wema, matendo mabaya, fitina, tumeviona katika kitabu hapo cha Warumi. Yote yaliyokemewa yamedhihirishwa na nuru. Kwa hiyo kazi ya nuru ni kudhihirisha yaliyokemewa. Narudia, kazi ya nuru ni kudhihirisha yaliyokemewa, na nuru ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kazi ya Mungu ni kudhihirisha yaliyokemewa. Sasa tuende kitabu cha Warumi, nataka upate kitu fulani hapa, halafu tumalizie. Warumi 3 fungu la 20. Halafu wanaoandika utaandika Warumi 7 na fungu la 7, ile utalisoma kwa muda wako kwa maana ya referencing. Warumi 3 aya ya 20, msomaji. Biblia inasema, kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria. Ndio. Kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Maandiko yanasema kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Na Waefeso 5 ametuambia matendo yote yaliyokemewa yanafunuliwa na nuru. Sasa kwa mujibu wa Warumi 3:20 anasema kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Maana yake sheria inafunua dhambi. Yaani Waefeso anatuambia matendo yote yaliyokemewa yanafunuliwa na nuru, na Warumi Paulo anatuambia huyo ya kwamba dhambi inafunuliwa na sheria. Kama matendo yote yaliyokemewa yanafunuliwa na nuru na dhambi inafunuliwa na sheria, maana yake sheria ni nuru. Let your light shine. Bwana Yesu asifiwe. Nuru, sheria inafunua dhambi, maana yake nuru ni sheria. Naam, sheria ndiyo tabia ya Mungu. Kwa hiyo nuru, tabia ya Mungu, sheria yake ndiyo inayomfunua. Na tabia ya Mungu ni nini? Utaenda wakati anajitambulisha kwa Musa, anasema si mwenye hasira, ni mwenye kusamehe, ni mwingi wa rehema. Anapopita mbele ya Musa anajitangaza ni Mungu anayehesabu na kadhalika, anatangaza tabia yake. Maana yake tunaposema let your light shine, maana yake let the character of God shine inward you and out of you. Na sheria ya Bwana, maelekezo yake, neno lake zidhihirike ndani na nje yako, na hizo ndizo zinazodhihirisha dhambi, ndizo zinazotuonyesha kuzikataa, kutokuzifuata, kutokuzikubali, kutokuzipenda, ni kuendelea kubaki. Na waliokataa aliwaacha ili wafate tamaa zao, ulafi, ulevi na kadhalika. Unahitaji kumkataa Mungu kabisa, unahitaji kuikataa nuru kabisa ili ukazini.
maana ni ujinga, ni giza, hamna kitu kabisa. Na ndio maana Sulemani anasema azinie na mwanamke hana akili kabisa, no light at all. Maana angekuwa na nuru, angejua zinaa inavyotafuna, angejua zinaa inavyogawa baraka, angejua zinaa inavyomuondoa mtu kwenye uwepo na kumfanya kuwa void. Ukitaka kujua ubaya wake, angalia kwa nini shetani ameamua kumaliza vita ya mwisho kwa zinaa kupambwa kwa kiwango cha mwisho. Maana anajua miongoni mwa dhambi zinazopofusha mwanadamu ni zinaa, zinazozima ufahamu ni zinaa, zinazomrudisha mwanadamu kwenye default state of the darkness, zinazokurudisha kwenye hali yako ya awali ya giza. Zinaa ni nambari moja. Sisemi dhambi ya zinaa ni kubwa kuliko zingine, maana hakuna dhambi kubwa wala ndogo. Ninachosema zinaa ni dhambi ya kawaida kama dhambi zingine, isipokuwa madhara yake na matokeo ndio mabaya kuliko dhambi zingine. Ukubwa wa dhambi haupimwi kwa dhambi ya aina hiyo, madhara yake. Wengi wamegawa, wengi nuru haiangazi, wengi wamerudi kwenye ujinga, wengi wamerudi kwenye mazoea, wengi wanaona ni kawaida, ni sawa. Yani naenda summit, naweza nikapiga saundi, naweza nikafanya hivi, naweza nikaonyesha hivi. Giza limejaa, nothingness, voice, hamna kitu. Kanisa la leo, vijana wenzangu, ifike saa turudi miguuni pa Yesu, nuru ikaangaze. Ni mara 100, mhubiri mmoja akasema ni mara 100, ni mara 100 kumtumikia Mungu, ni mara 100 kurudi kwa Kristo. Nuru yake na iangaze, sheria yake ambaye ni nuru, tabia yake. Mchana tutakuja kuona anapoongea lile fungu, wapenzi tu wana wa Mungu, lakini bado haijadhihirika. Maana atakapodhihirishwa, tabia yake itakapoonekana. Hiyo neno kudhihirishwa sio eschatological ya kwamba inahusu ujio wa pili, inamaanisha atakapodhihirishwa tabia yake kwenye maisha yetu, anasema tutamuona kama alivyo. Tu wana wa Mungu, lakini bado. Njoo kwenye matawi yetu, njoo uone tunapofanya ibada. Nusu wa Kristo ni nusu wa pagani, tuko katikati. Leo ni aibu kutambulisha wewe ni msabato, kutambulisha wewe ni mwanatukasa. Hautaki watu wafahamu. Hiyo ni dalili ya kwamba disorder imeanza kutokea, kutokuwa na utaratibu. Hakuna kinachoangaza, maana hata unachokiamini hauna imani nayo. Tayari kupretendi, unafiki vimeanza kuingiza giza, na miongoni mwa vitu vinavyoleta giza ni dhambi. Dhambi inaleta giza, na ukiona bado dhambi inadumu kwenye maisha yako, maana yake giza linaendelea kutawala. Kwa hiyo hakuna chochote, hakuna ukuaji wa kiroho, hakuna ukomavu wa kiroho, hakuna ujasiri wa kusimamia imani, nguvu ya kupigana vita ya kiroho. Hauwezi kusimama na kupambana na dhambi, haiwezekani, maana giza ndio limetawala. Na giza, nothingness, no progress, no development, no success, no anything, is void. Kichwa hakiwezi kuproduce maono. Kwa nini vijana wa leo, Yoeli anasema wataota ndoto, watakuwa na maono? Kwa nini leo hakuna maono? No vision, no dreams, no bigger dreams. Kwa nini? Mifumo ya kutafuta fedha, mifumo ya maendeleo imeenda kwa wapagani, maana wa Kristo giza limekaa. Ni kweli tuna suti na tai, tunakuja tunaongea Bwana ni mwema, lakini ndani giza limetawala. From today, let your light shine. Acha giza liondoke. Acha giza liondoke kwa jina la Yesu. Acha giza liende kwa jina la Yesu. Acha nuru iangaze. Nuru ipenye, iweke utaratibu, iweke usawa. Hata lini tutaendelea kuwa na huzuni ya vijana walioshambuliwa na spirit of ordinary, roho ya ukawaida, wasioona wivu kwa maendeleo na mafanikio makubwa, wanaona hali ya umaskini ni sifa, wanaona kuteseka ni raha na kadhalika, ambao hawataki kunyanyuka na kufanya mambo makubwa. Kanisa hili linakokwenda linahitaji watu ambao nuru ya Mungu imeangaza kwenye akili zao.
imeangaza. Tunakoelekea wanahitajika watu watakaosimama, ambao hawatakubali kuuzwa wala kununuliwa kwa sababu ya tamaa ya ngono, kwa sababu ya tamaa ya kifedha. Na ndio Waebrania anasema msiutupe ujasiri wenu, maana una thawabu kuu. Tunaposema nuru yenu iangaze, ni zaidi ya somo, ni zaidi ya kauli mbiu. Hiyo ni sheria ya Mungu na yake idhihirike ndani na imulike kwa wengine. Nisikilize vizuri, sio hera, sio baraka, Bwana unibariki ili na wengine waone. Tabia ya Mungu, wema, usafi umulike ndani. Maana katika Wakorintho sura ya 2 mstari wa sura ya 4 na mstari ule wa kuanzia wa 4 na kuendelea mpaka wa 6 anasema, maana Mungu aliyesema nuru iangaze, let there be light, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu. Kwa hiyo tunasema let your light shine. Sio tu kwamba shine kwa wengine, kwamba ni ujumbe wa kiutume wa kwenda kuhubiri. Aliyesema mwanzo let there be light ndiye anayeng'aa moyoni, ya kwamba anayenipa maono ya kuhubiri Yesu anarudi. Kwa maana jinsi hii wanatukasa juma la afya na kadhalika. Mimi ni mwenyekiti, anayesema hayo ndiye ang'ae na moyoni, sio kutufanyia maigizo. Na wakati tuko bize na maigizo, shetani yuko bize kuandaa generation ya vijana ambao watachukua watu wote. Angalia kwenye mitandao ya kijamii, nikiwakagua hapa kwenye simu zenu, mna viklipu vya wachungaji wale motivational speakers vya kuwatia moyo, vimo. Yaani huyu pastor mimi ananibariki, angalia alichoongea. Tumekosa neno huku mpaka tukafarijiwe Misri. No light at all. Nikiwakagua hapa kuna vinyimbo vya wasanii fulani, sio nyimbo za waimbaji, nyimbo za wasanii wa muziki wa injili. Kawimbo fulani kakukutia moyo, kamejaa, hakuna neno la Mungu, halijajaa sheria yake na kadhalika. Mimi ninawatangazia mchana wa leo kwa jina la Yesu, acha nuru ya Bwana iangaze kwenye maisha yako. Huenda ulidhani unahitaji mafanikio, unahitaji mtu wa kukupiga tafu. Nataka nikwambie, utampata wa kukupiga tafu, lakini bado hautaridhika. Huenda ulidhani unahitaji mwanaume, maana maisha uliyoyapitia unahitaji kijana mwaminifu, anayejielewa, ambaye anakujali, anajali hisia zako. Nakwambia hivi, utampata, ila haitakuwa mwisho wa hitaji lako. Maana yake tu utaingia kwenye ndoa ukiwa ombaomba, with the biggest expectation. Utaingia na matarajio makubwa, na unayemtarajia ni kijana na hawezi kufanya hayo kama Mungu, na mtakwazana. Tunaingia kwenye ndoa leo na watu ambao ni ombaomba, bado hawajajitosheleza wenyewe, bado hajaweza kutosheleza nafsi yake. Nisikilizeni wapendwa, huu wazi ambao Mungu aliweka ndani yetu ni kwa ajili yake mwenyewe, ili aujaze. Na inajazwa na nini? Na uwepo wake peke yake. Ninakwambia, unamhitaji Kristo, unamhitaji nuru, unahitaji uwepo wa Bwana. Nuru hiyo ikiangaza ndani, mashaka yataondoka, kukataliwa ambako unakuona na umekupitia, kusemwa, magumu uliyoyapitia vitaondoka, maana nuru itakuwa inaangaza na watu wataanza kuona. Na ndivyo maandiko yanavyosema. Tutaenda huko kwenye kitabu cha Mathayo, fungu letu kuu, wayaonapo matendo yenu mema wamtukuze Baba wa mbinguni. Mchana wa leo, wangapi wanasema na mimi, Bwana, nuru yako iangaze kwenye maisha yangu? Haleluya, simama pamoja na mimi. Giza sina kwangu, wala hata wingu, yeye mara huviondoa woga wasiwasi, sononeko basi, turudie. Giza sina kwangu, giza sina kwangu,
wala hata wingu mara woga wasiwasi, sononeko kuamini njia pekee ya furaha kwa Yesu, omba na mimi kwa imani moyoni mwako. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, leo tuna ujasiri wa kuja mbele yako kwa sababu ulikufa na ukafufuka na ukaingia katika maabara ya mbinguni na kutengeneza chemistry ya msalaba na wokovu wetu. We have got a chemical compound of salvation. Tunayo kemikali ya wokovu. Hii kiingia ina dissolve dhambi zote na makosa. Naam, na inaondolewa ikichanganywa na Roho Mtakatifu. Ufahamu wetu unafunguliwa tena, dhambi inaondoka iliyotufunga na ilionekana kututekenya na kutupa raha, na tunajinufaisha nayo. Inaonekana inatupa umaarufu, inatupa furaha, inatutekenya na kutukumbatia, kutusogeza kwenye uharibifu wa kitabia, uharibifu wa mfumo wetu wa maisha ambao ukifika beyond repair, wokovu wetu utakuwa mgumu. Mchana wa leo tamka nuru. Wewe uliyetamka nuru ikawepo, na existence ya vitu vingine ikafata, vikawekwa, ukaviona ni vyema, vikafaa, na hata leo vinatubariki. Giza likaondoka. Uwepo wako ulipoingia duniani, giza likaondoka na ukalitenga, na miongoni mwa vitu ulivyosema ni chema, sio giza. Ulisema nuru, ukaitenga na giza, nuru ukaiona kuwa njema. Kumbe ukitutenga na giza, Kristo unatuona kuwa wema. Mchana wa leo tutenge na giza, Baba wa mbinguni. Ikiwa kuna dhambi tulizifurahia, zilitupa manufaa, masengenyo yametajwa, unafiki, Mungu wa mbinguni, uzinzi, Yesu, na madhaifu mengine tuliyobeba moyoni, kuanzia wanachama hata na viongozi, hata na kwetu watumishi wako, mchana wa leo nuru yako ikaangaze katika mioyo yetu. Asante kwa kuwa wewe ndiye Baba wa mianga, ndiye Baba wa nuru. Ukatubariki, bariki kanisa lako, angaza nuru kwa washiriki wote, hata wale ambao wanatufuatilia kwa njia ya mtandao. Fuatilia maisha yao na ukawaangazie. Viongozi wetu waangazie nuru yako katika taifa letu hili, waangazie watu wako nuru yako. Nuru yako ikaingie kwa viongozi. Leo tuna ufisadi, watu hawaogopi kufanya fujo, maana giza limejaa kwenye wengine ni giza la visasi, na wengine tuko hapa, giza la visasi limejaa. Hatuoni rehema na msamaha kwa sababu tulisengenywa, tulionewa. Giza la kisasi limekaa hapo, kiburi kimeziba na imekuwa ngome kubwa ya giza kwenye akili yetu. Dhambi fulani imekita kambi na imetia giza ufahamu wetu, hatuoni. Baba, mchana wa leo nuru yako ikaangaze. Asante Mungu, maana umetusikia. Tunaomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu asifiwe. TUCASA Summit 2026. Let your light shine. Basi Bwana aweze kuwabariki sana wale wote ambao tulikuwa pamoja
katika ibada ya siku hii ya leo. Na kwa wakati huu basi ningependa kutoa utaratibu mchache ya kwamba ni muda wa chakula, lakini hatutaruhusiwa kutoka nje mpaka pale tutakapopewa maelekezo. Watakuwa wakitoka conference moja baada ya nyingine kwa ajili ya kupata chakula. Na hivyo basi kwa wakati huu tutakwenda kupata wimbo kutoka kwa waimbaji wa kwaya ya Tukasa Musti, na mara baada ya hapo watafuata Tukasa TIA Dizim. Haleluya. Wakati huo basi watu wafuatao ndio ambao watakuwa wakielekea katika chakula. Tutaanza na CTF pamoja na LTF, na mara baada ya hao watafuata SEC, na mara baada ya hao watafuata SCHC, na ambao watakuwa wa mwisho watakuwa ni ECTC. Tumeelewana? Nafikiri tuweze kuzingatia maelekezo hayo. Usifanye kile ambacho haujaelekezwa kufanya. Kwa hiyo basi nipende kuwakaribisha wote kwa kufunga programu zetu za siku hii ya leo na za mchana huu wa leo. Tuweze kufumba macho, tuombe. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu unayetupenda, tunakushukuru sana kwa vipindi vya siku ya leo. Tunapoelekea kwa ajili ya kupata chakula, tunakusihi Bwana uke pamoja nasi. Zaidi ya yote, turudishe mchana kwa ajili ya vipindi vinavyoendelea. Tunaamini ya kwamba utaendelea kuwa pamoja nasi, ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Kwaya iliyoandaliwa, karibuni kwa ajili ya wimbo, na Bwana aweze kuwabariki. Saa 8 kamili tutakuwa tukianza vipindi vyetu vya siku hii ya leo. Wale wote ambao ndio mnaoanza kwa ajili ya chakula, basi tutumie muda huu kwa ajili ya kupata chakula.
wafuasi wake Kristo, wana wa mfalme. Furahini siku zote mbele ya Baba yenu, yuko hapa kusikia mnavyomsifu kwa nyimbo nazo sala za shukrani kwa uongozi wake. Ndiye Bwana siku zote, mkono wake wenye nguvu Farao lake lote Israeli. Ajabu, ajabu msifu kwa upendo wake msifu. Jemedali wetu ya mkono ko salama, atupendaki penda upeo. Aliwashangaza wengi waliomtii, miujiza ya ajabu alidhihirisha. Bahari yagawanyika, njia yatokeza, Israeli wakavuka salama, wakamshangilia. Ndiye Bwana siku zote, mkono wake wenye nguvu Farao lake lote Israeli. Ajabu, ajabu msifu kwa upendo wake msifu. Jemedari wetu ya mkono ko salama, atupendaki penda upeo. Ndiye anayetawala mbingu na dunia, huyakusanya mawingu kuinyeshea nchi. Ajabu ya kushangaza ni hiyo bahari ambayo kingo zake hazivuki mipaka aloweka. Ndiye Bwana siku zote, mkono wake wenye nguvu Farao lake lote Israeli. Ajabu, ajabu msifu kwa upendo wake msifu. Jemedari wetu ya mkono ko salama, atupendaki penda upeo. Ndiye Bwana siku zote, mkono wake wenye nguvu Farao lake lote Israeli. Ajabu, ajabu msifu kwa upendo wake msifu. Jemedari wetu ya mkono ko salama, atupendaki
penda upeo